Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, "Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulibisha, na siku ya 3 atafufuka." Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, "Wataka nini?" Akamwambia, "Agiza kwamba hawa wanangu 2 waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, katika ufalme wako." Yesu akajibu akasema, "Hamjui mliombalo. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi?" Wakamwambia, "Twaweza." Akawaambia, "Hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu." Na wale 10 waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu 2. Lakini Yesu akawaita akasema, "Mwajua kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi." Neno la Bwana. Ndugu wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni Jumatano katika juma la pili la Kwaresima, mwaka A wa Kanisa. Karibu kwa tafakari ya neno la Mungu la siku ya leo. Wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, yapo mambo mengi ya kutafakari katika injili ya leo. Niwaalike tutafakari sababu kuu 3 za Yesu kuwaita wanafunzi wake kwa faragha. Kwanza, aliwaita ili awe nao. Wanafunzi 12 wa Yesu wanawakilisha maaskofu wetu na wasaidizi wao katika utume, yaani mapadre. Pia wanawakilisha kanisa zima ulimwenguni. Hivyo Yesu kwa kuwaita mitume 12 faragani, maana yake analiita kanisa faragani katika kipindi hiki cha Kwaresma ili awe na waamini wake. Waamini wazame katika kina cha upendo wa Mungu, washikamane na Kristo mwenyewe. Sababu ya pili, amewaita ili wajifunze kwake. Yesu anapokuwa na wanafunzi wake, anatumia fursa hiyo kuwafunulia kazi ya ukombozi iliyopo mbele yake. Lengo lake ni kuwaweka wazi kuwa kumfuata yeye siyo lelemama. Njia anayoipitia nao kama mitume, nao kama wafuasi wataipitia kwa muda, lakini baada ya maisha hayo kuna maisha ya utukufu mwishoni. Sababu ya 3, amewaita ili watambue aina ya utumishi iliyopo mbele yao. Anawaambia ukubwa wa aina yoyote katika ufuasi wao ni kuwatumikia waliopo chini yao. Kwao ukubwa sio ubosi, bali ukubwa ni huduma kwa wenzao. Tupo katika kipindi cha Kwaresma. Tutafute sana kuwa karibu na Yesu anayetuita ili tuwe naye. Tufanye bidii ya kujifunza kwake kwa kumruhusu aongee nasi na kupitia neno lake. Viongozi wetu wa kiroho na katika unyamavu.
Tutambue utume uliopo mbele yetu. Kipindi hiki cha Kwaresima ni kuwahudumia wahitaji na sio sisi kujifanya mabosi au waombaji, wakati tuna uwezo wa kuwasaidia wenzetu kwa kile kidogo tulicho nacho. Wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, niwatakie Kwaresima njema. Tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Tumsifu Yesu Kristo.